Kwa jina naitwa Hamis Omar Kiroko. Ndio. Ni mfanya biashara katika duka la Sources na tairi za magari hapo. Kwa siku ya jana tumeathirika kiuchumi kidogo kwa sababu biashara haijafanyika na tulilala majumbani. Kwa hiyo kwa wastani pato limepungua, yani limekuwa short kubwa kwa sababu biashara ilianza kuyumba takribani siku 4 kabla ya tarehe 9 kwa sababu baadhi ya wateja zetu waliamua kuondoka hapa mjini na wengine wanapita kwa mbali kabisa, yani hawakutoka na magari kwa sababu sisi ni shughuli zetu ni system za magari, ubadilishaji wa tairi, vifaa vya magari, uuzaji wa magari. Kwa hiyo ile naye ikafanya biashara ishuke, na hadi ilipofikia jana tukokosa kufungua kwa wastani iliharibu kila kitu. Na sisi wenyewe katika biashara zetu tunategemea huu mwezi Desemba, yani ndo mwezi wa biashara sana kwa sababu watu wanasafiri, wananunua magari, wanabadilisha tairi, wanafunga baadhi ya vifaa vya magari, urembo wa magari. Kwa hiyo ile ilituasili kwa sababu hii Desemba kwa sasa ishakuwa ngumu kwa sababu biashara imedrop sana. Yani sio kwa wafanya biashara tu, na hata hawa wateja wenyewe. Yani mteja yote anahitaji sehemu penye amani. Kwa mfano hata hiyo juzi hapa tulikuwepo na vyombo vya usalama ambao ni jeshi la polisi na jeshi la wananchi wa Tanzania. Nilikuwepo magari kama 4 au 5 yanazunguka hapa. Kwa hiyo kwa mtu mwingine inakuwa ni shock kwake. Kasa ni vitu ambavyo wanajeshi hawajazoea. Wanajeshi zetu walikuwa wanatoka kambini, wanarudi, tulikuwa tunaishi nao mtaani, lakini sasa imefikia tena wananchi tena wanaogopa askari na askari nao hawaamini wananchi. Kwa hiyo kukawa sintofahamu kubwa. Lakini kwa stani kama hali itaendelea hivi ulivyopatikana, tunaweza tukarudi katika hali ya kawaida. Ni swala la amani, ni jambo muhimu sana kwa sababu linafanya kila kitu kiende katika shughuli za kijamii, za kiuchumi na kila kitu. Mimi wito nizungumze tu kwamba kwa sababu sasa hivi kumekuwa na maneno tu kwa sababu ukizungumza swala la amani unaonekana wewe chawa, wewe nini na kila kitu. Amani siku zote, swala la amani, utulivu katika nchi. Tukuanzani hili, tukuangalia katika nchi za wenzetu tu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukizungumzia Sudani ya Kusini, tunaona yale matukio mbalimbali. Yani watu wanakuwa wanashindwa kufanya kile ambacho shughuli za maendeleo, watoto wanashindwa kusoma, shughuli za kiuchumi zinakuwa zinadorora kwa sababu watu wanakimbia huku na kule. Yani wanashindwa kufanya kwa sababu unaweza ukapeleka Tanzania, yakitokea kama imetokea utakimbilia Zambia. Zambia sio ulikozaliwa, na ina maana shughuli za kiuchumi zitakuwa zimekufa. Kwa hiyo yani wito wangu tuwe na subira. Yani tukizungumzia mtawala huyu siji ukoje siji hivi, miaka 5 sio mingi, atakuwa mwingine, ataingia mwingine. Kwa hiyo ndio ilivyo.